Angazia taarifa yetu maalum ni kwamba mwezi huu wahadhiri wanatizamia kupata awamu ya kwanza ya shilingi bilioni 7.9 wanazodai serikali. Hii ni kufuatia serikali kukubali matakwa yao baada ya mgomo uliochukua siku 49 na kukwamisha shughuli za masomo katika vyuo vikuu vya umma humu nchini. Mwanahabari wetu Brenda Wanga aliangazia mgomo huo na sasa anasimulia mahangaiko waliopitia wanafunzi. Mwanzo wa muhula wa kwanza katika vyuo vikuu vya umma haukuwa wa kawaida. Tarehe 17 mwezi Septemba, wahadhiri wote pamoja na wafanyikazi wa vyuo vikuu vya umma walianza mgomo. Kumbi za mihadhara zilisalia bila wanafunzi wala wahadhiri, na kimya kikikinzana na sauti za vuvuzela na nyimbo za wahadhiri nje wakiwa na shinikizo moja tu kwa serikali. We signed a CBA last year on 23rd of November with an agreement over 3 phase payment. They lived up to phase 1. Phase 2 was supposed to be paid from the 1st of July. Yet again, the government has reneged. We as workers have been patient. This is going to be the 3rd month. If that money is not paid, hawa wafanyikazi hawarudi wapi? Hawarudi. Nilizungumza na wanafunzi, haswa wale waliokuwa wanajiunga na vyuo vikuu kwa mara ya kwanza. Ilikuwa bayana kwamba mgomo huu ulikuwa umewatamausha na kutishia ndoto zao. Tungependa at least tukue tushaanza kuzisoma, tujue details zenye ziko hapo ndani, so tuna feel like inatu affect tu sana sisi kama first years. Serikali kama ilivyotarajiwa ilikimbia mahakamani na kupata amri kwamba mgomo huo haukuwa halali. Lakini viongozi wa vyama vya wafanyikazi walikuwa na msimamo mkali na kukaidi amri hiyo ya mahakama, wakisema kuwa mfumo wa sheria haungeweza kusimamisha vita vyao halali vya kudai malipo. Mgomo huu ulikuwa tofauti sana na migomo ingine ambayo nimeweza kuripoti kuhusu kama mwandishi wa habari katika sekta hii ya elimu. Wahadhiri walikuwa wamejipanga kwa njia kitofauti. Kila wakati tulipokuwa tunafanya mahojiano na wao, wakiwa labda wengine wako Nairobi, wengine wako Mombasa, wengine wako Nyanza ama Magharibi, ujumbe wao ulikuwa mmoja. Ni kama kwamba walikuwa wameketi wakasikizana kwamba wakati huu kwa mgomo huu wataongea kwa lugha moja, na lugha hiyo ilikuwa ni kuishinikiza serikali kulipa. Kadri siku zilivyozidi kuwa wiki, uzito wa mgomo kutokana na maandamano ya kila siku ya kuvutia, wahadhiri waligeuza uwanja wa chuo kikuu kuwa uwanja wa michezo na kumbi za densi. Baadhi ya vyuo vikuu ambavyo vilionekana kuwa na uchangamfu mwingi sana wakati wa mgomo huu ilikuwa ni chuo kikuu cha Maseno, ambapo wahadhiri walikuwa wanajitokeza kila siku bila kufeli, wakiwa wamevalia mavazi tofauti tofauti. Njia yao ya kugoma ilikuwa ni kupitia densi, na walikuwa wanaongozwa na mhadhiri mmoja wa chuo hicho ambacho baadaye amekuja kupata umaarufu mkubwa sana. Wanafunzi nao walianza kuhisi joto, sio tu kwa kukosa masomo, bali pia mzigo mkubwa wa kifedha wa kukaa chuoni. Walianza kuondoka vyumbani mwao kutafuta riziki ya kifedha. So for me not to be idle, I decided to have this work selling eggs and smokies, of which it is of good beneficial to me. Ila wakati matumaini yalipojitokeza, mwafaka haukupatikana. Waziri wa elimu alishikilia kuwa serikali haikuwa na shilingi bilioni 7.9 kwa mgao mmoja. Wahadhiri nao wakasalia ngumu. They'll be doing a report today to make a decision as to how much money is outstanding. As you are aware, the unions were demanding 7.9 billion, but SRC indicated that 7.2 billion has been paid. There's a balance of 624. Wasu and Kusu and Korea, we are not ready to cede even an inch. Wakome hizo fedha hawa wafanyikazi walifanyia kazi. Kufikia katikati mwa juma la 7, gharama ya kiuchumi na kijamii haingeweza kupuuzwa. Kamati ya elimu ya bunge iliingilia kati na kuwahoji hadharani na vyama vya wafanyikazi. Shinikizo hilo hata hivyo liliongezeka na vitisho hata kutoka kwa wanafunzi vikaanza. Haukuwa tena mzozo wa wafanyikazi tu, ulikuwa ni mgogoro wa kitaifa.
Tulisikia minong'ono kwamba naibu rais mwenyewe alihusika katika juhudi za upatanishi. Serikali hatimaye ikakubali na ikabadili msimamo wake. Siku ya 49 Novemba 5 mwaka 2025, mgomo ulikamilika. Mkataba wa kurudi kazini ulitiwa saini. Wanafunzi wakarudi shuleni. Mgomo huo wa siku hizo 49 ulikuwa funzo kuu sio kwetu tu wanahabari, mbali pia kwa wahadhiri, wanafunzi na serikali kwa jumla, haswa kuhusu gharama chungu ya kucheleweshwa kwa haki.